mtu mkuu linatangulia jina. Ili wakuharibu wanatangulia kwenye jina. Ili ufanikiwe kwa mtu mkuu, kwanza jina. Watu unaoambatana nao, nani unayeambatana naye? Roho ipi inayokufuatia kwenye maisha yako? Sema nakataa kila mtu mbaya kwenye ulimwengu wa damu na nyama katika jina la Yesu. Sema nakataa kila watu waovu, waharibifu juu ya maisha yangu, hawatasimama, hawataambatana na mimi katika jina la Yesu. Nasema nimesoma kitabu cha Mwanzo 12. Mwandishi juu ya kitabu cha Mwanzo ni Musa. Anaandika habari ya kitu cha ajabu sana ambacho Mungu anazungumza na mtu mmoja ambaye anaitwa baba wa imani na kiongozi wa vitu vinavyoanzia rohoni juu ya baraka, ambaye alikuwa hana jina lakini anafanywa jina, ambaye alikuwa hana baraka za namna ile lakini anafanywa baraka za mataifa. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Baba yako alitembea kwenye madhabahu na kiwango kipi cha roho, alafu wewe unatafuta baraka katika neema ya kuokoka. Lazima Mungu arudi kwenye ulimwengu wa roho, lango la baba kwanza kwenye ulimwengu wa roho. Ndipo Mungu akamwambia Ibrahim, sikubariki ili sije niambia hivi, toka kwenye malango ya baba yako. Nikisema kuonyeshwa, ina tafsiri ya roho. Ina tafsiri ya rohoni, si kuona kwa damu na nyama. Kwa tafsiri ya Mungu kwa Abrahamu, anazungumza juu ya mambo ya rohoni. Ibrahim alitembea akiitazama nchi, lakini mpaka mahali alipoonyeshwa kwamba mahali hapa ndiko unakaa. Kipi uliwahi kuonyeshwa unakifanya na ukakifanya? Kipi uliwahi kuonyeshwa na ukakiishi? Chochote kile kinaanzia rohoni. Kama kuonyeshwa mahali pako, haijalishi liwe jangwa, haijalishi hapana watu, haijalishi hapana nuru, haijalishi pana giza, haijalishi hapana majengo, haijalishi hapana wanyama, ila mahali Mungu amekuonyesha, nenda kaanza.